Rais wa Marekani Donald Trump amewasili jijini Beijing kwa ajili ya mkutano wa kilele na Rais wa China Xi Jinping. Rais Donald Trump akiwa na msafara uliohusisha Jensen Huang wa Nvidia na Elon Musk walialikwa kwa makaribisho ya kifahari mjini Beijing siku ya Jumatano leo, huku wakijiandaa kumtaka Xi Jinping wa China kuifungua nchi hiyo kwa biashara za Marekani mwanzoni mwa mkutano wao wa kilele cha siku mbili. Trump anatafuta kupata ushindi wa kiuchumi katika ziara ya kwanza ya rais wa Marekani nchini China katika kipindi cha takriban mwongo mmoja na kudumisha usitishaji vita dhaifu wa kibiashara ili kupandisha viwango vyake vya kukubalika kwa umma vilivyoshuka kutokana na vita vyake na Irani. Trump amepokelewa na viongozi wa ngazi za juu wa China, kikosi cha gwaride la heshima la kijeshi kilichopangwa kwa ustadi na makumi ya wanafunzi wa Kichina wakipeperusha bendera za Marekani na China aliposhuka kwenye ndege ya Air Force One wakati wa saa za jioni siku ya Jumatano. Akisimama katikati ya zulia jekundu huku wanafunzi wakiimba karibu 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 sana kwa lugha ya Kimandarini, alinyosha ngumi hewani na kutabasamu kwa upana kabla ya kuondoka kuelekea katika gari lake la kifahari. Ujumbe wa wakurugenzi wakuu CEOs wakurugenzi wakuu walioambatana na Trump wanatoka hasa katika makampuni yanayotafuta kutatua masuala ya kibiashara na China kama vile Nvidia ambayo imekuwa ikihangaika kupata idhini ya kisheria ya kuuza chipsi zake zenye nguvu za akili mnemba AI za H200 nchini humo. Trump alimwomba Huang kujiunga na safari hiyo katika dakika za mwisho, kulingana na chanzo kinachofahamu swala hilo kilichozungumza kwa sharti la kutotajwa jina, na alionekana akipanda Air Force One wakati wa kituo cha kuongeza mafuta huko Alaska akielekea Beijing. Nitakuwa nikimwomba Rais Xi, kiongozi mwenye sifa za kipekee, kuifungua China ili watu hawa mahiri waweze kufanya miujiza yao, alisema katika chapisho kwenye mtandao wa Truth Social, akirejea ujumbe wa wakurugenzi hao. Nitalifanya hilo kwa ombi langu la kwanza kabisa. Alipoulizwa kuhusu chapisho la Trump, Guo Jiakun, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, amesema Beijing iko tayari kupanua ushirikiano, kudhibiti tofauti na kuingiza utulivu na uhakika zaidi katika ulimwengu wenye misukosuko. Maandalizi ya ajenda ya mkutano. Wakati Trump akijiandaa na hafla hiyo ya kifahari, mpatanishi wake wa kibiashara Scott Bessent alimaliza saa 3 za mazungumzo ya awali na maafisa wa China nchini Korea Kusini. Shirika la habari la serikali ya China Xinhua lilielezea mazungumzo hayo kama ya wazi, yenye kina na ya kujenga, lakini maafisa hawakutoa mustakabali wowote wa kina. Mikutano ya siku mbili ya Donald Trump itajumuisha makaribisho makubwa katika ukumbi wa mikutano wa wananchi, The Great Hall of the People, ziara katika jengo la kihistoria la kidini la hekalu la mbinguni, Temple of Heaven, lenye umri wa miaka 600, pamoja na dhifa ya kitaifa. Mbali na biashara, mazungumzo yatahusisha mada nyeti kuanzia vita vya Irani hadi mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan, kisiwa kinachojitawala kidemokrasia ambacho China inadai ni chake. Changamoto za kidiplomasia. Trump anatarajiwa sana kuifanya China imshawishi Teherani kufanya makubaliano na Washington ili kukomesha mzozo, ingawa amesema hafikirii kama anahitaji msaada wake. Siku ya Jumatano, China alikiri upinzani wake mkali dhidi ya mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan, huku hali ya mfuko wa silaha wa dola bilioni 14 unaosubiri idhini ya Trump ikiwa bado haieleweki. Marekani inawajibika kisheria kuipatia Taiwan njia za kujilinda licha ya kukosekana kwa uhusiano rasmi wa kidiplomasia. Hali ya kiuchumi na kisiasa. Pande zote mbili zina hamu ya kudumisha usitishaji vita uliofikiwa Oktoba mwaka wa jana, ambapo Trump alisitisha ushuru mkubwa wa bidhaa za Kichina na Xi akaacha kuzuia usambazaji wa kimataifa wa madini adhimu ya rare earths ambao ni muhimu katika kutengenezea vitu kuanzia magari ya umeme hadi silaha. Trump anaingia katika mazungumzo hayo akiwa katika nafasi dhaifu. Mahakama zimemzuia uwezo wake wa kutoa ushuru apendavyo. Vita vya Irani vimeongeza mfumuko wa bei na kuna hatari ya chama chake cha Republican kupoteza udhibiti wa bunge katika uchaguzi wa katikati wa muhula mwezi Novemba. Ingawa uchumi wa China umeyumba, Xi hakabiliani na shinikizo la kiuchumi au kisiasa linaloweza kulinganishwa na la Trump.